Mkuu wa Mkoa wa Mwanza amefungua mafunzo ya elimu ya uraia na utawala bora. Mkuu wa Mkoa wa Mwanza Mheshimiwa Saidi Mtanda ameishukuru Wizara ya Katiba na Sheria kwa kuona umuhimu wa kuendesha mafunzo hayo, na ni wazi kuwa mafunzo hayo yataongeza uelewa na tija kuhusu masuala ya uraia na utawala bora. Mkuu wa Mkoa wa Mwanza ameyasema hayo mapema Machi 3 mwaka 2025 wakati alipokuwa akifungua mafunzo ya wajumbe wa Kamati ya Usalama Mkoa kuhusu elimu ya uraia na utawala bora, ambapo yamekutanisha Kamati ya Usalama ya Mkoa, kamati za usalama za wilaya, baadhi ya wataalamu wa halmashauri na watendaji wa kata zote za mkoa wa Mwanza. Sasa nimeonyeshwa ratiba inayosema tuna mada 3. Kwanza, demokrasia na utawala bora, ulinzi na usalama wa nchi, lakini pia haki na wajibu. Kwa hiyo ni mada muhimu sana. Ni mada ambazo kwa kuziangalia zinaeleweka, zinafahamika, sio kitu kipya, lakini tumekuja kukumbushwa. Hasa kipindi hiki tunachoelekea uchaguzi mkuu. Swala la demokrasia na kuzingatia taratibu za utawala bora ni jambo muhimu sana. Kwa hiyo wizara imefanya jambo zuri, kwa sababu wasimamizi wakuu wa demokrasia ndio hivi vyombo vya usalama ambavyo viko hapa, lakini hao maafisa wa serikali za mitaa ambao mtakwenda kukutana nao ndio watakaosimamia demokrasia wakati wa uchaguzi, lakini pia swala la utawala bora. Lakini swala la ulinzi na usalama wa nchi yetu ni jambo muhimu sana, sina haja ya kulizungumza zaidi. Kwa hiyo bila shaka wajumbe wa Kamati ya Usalama ya Mkoa na wale wa wilaya watapata fursa ya kuelewa na wao kushare experience yao, kwa sababu ndio majukumu ambayo wanayafanya siku hadi siku. Ulinzi wa usalama wa nchi unaanza na ulinzi na usalama wa kitongoji, mtaa, kata, wilaya, mkoa. Usalama katika maeneo hayo ukiwepo, ndio usalama wa nchi utakuwepo. Malengo ya kutoa elimu ya uraia na utawala bora kwa viongozi na wataalamu wanaosimamia na kutoa huduma kwa wananchi ni pamoja na, cha kwanza ni kuwajengea uwezo wasimamizi wa utekelezaji wa shughuli za serikali katika ngazi ya mkoa, wilaya hadi kata, ikiwa ni pamoja na mamlaka za serikali za mitaa zikiwemo halmashauri na watendaji wa kata. Lengo kuu ikiwa ni kutekeleza majukumu yao kwa kuzingatia Katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania ya mwaka 1977 ambayo kama ambavyo unafahamu Mheshimiwa mgeni rasmi, Wizara ya Katiba na Sheria ndiyo ambayo imepewa dhamana ya kuangalia utekelezaji wa katiba na sheria za nchi. Namba 2 ni kuwajengea uwezo viongozi na watumishi wa serikali wanaohudumia wananchi hasa katika ngazi ya serikali za mitaa kuhusu haki na wajibu, demokrasia na utawala bora, madaraka kwa umma na ulinzi na usalama wa nchi, hususani sasa wa mkoa wetu wa Mwanza. Tunalenga kuwajengea uwezo ili kuweza kupokea na kushughulikia malalamiko ya wananchi yanayowafikia ili kuweza kuyapatia ufumbuzi. Na pia serikali inalenga kuwawezesha viongozi hawa ama kuwakumbusha majukumu yao katika kutekeleza jukumu muhimu la ulinzi na usalama wa nchi yetu. Ndio wakati mwafaka wa mafunzo haya, tukiyatumia vizuri, tukapeleka elimu kwa wasaidizi wetu, itakuwa ni chachu ya kuboresha ufanisi wetu katika utekelezaji wa kazi ya kusimamia haki za watu na mali kwa jumla. Kwa kama vyombo ni fursa pekee ambayo tumepata adhimu kwa ajili ya kushiriki mafunzo ya kupata elimu na kuwezeshwa kupata uwezo zaidi katika utekelezaji wa kazi. Yamekuja kwa wakati sahihi, na kwa upande wa idara ya uhamiaji yatatusaidia sana katika kufanya shughuli zetu za kila siku, hasa kwa kuzingatia kwamba tuna kazi zetu za kila siku zinahusu uraia wa watu na wageni wanaokuja nchini kwetu. Mafunzo haya ni muhimu kwa sababu yanakumbusha viongozi wa serikali katika kuzingatia misingi ya katiba, lakini misingi ya utawala bora, sheria, ili kuweza kuleta ufanisi katika utekelezaji wa majukumu yao. Hii ni Uhondo TV, mimi ni Fadhili Komba.